Haleluya. Tuangalie hapo katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 kuanzia aya ya kwanza. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hao roho 7 wa Mungu na zile nyota 7. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema ya kwamba waraka huu uandikiwe malaika aliyeko kule Sardi, na anasema ya kwamba ujumbe huu, maneno haya, ujumbe huu watoka kwa yule ambaye na wale roho 7 wa Mungu na pia ana zile nyota 7. Haleluya. Wengine wetu tutajiuliza pengine hao roho 7 ni wipi, ama ni roho hao wanakaa vipi? Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema pia katika Isaya mlango wa 11 kuanzia aya kwanza, tukijaribu kuelezea wale roho 7 wa Mungu. Maandiko yanasema katika nabii Isaya mlango wa 11 kuanzia kwanza, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hapa tunaelezwa kwa kinagaubaga ya kwamba katika shina hili la Yese si mwingine ambaye ni uzao wa Daudi, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alikuja humu duniani akiwa ni mwana wa Daudi, ya kwamba chipukizi hilo litatoka katika Yese, sababu Yese alikuwa ni babake Daudi mfalme, na Yesu akapenda aitanishwe na Daudi, akasema ya kwamba yeye ni mwana wa Daudi. Na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na matunda ambayo Bwana anasema katika neno lake kwa hakika ni walimwengu ambao wameweza kukubali neno hilo la Kristo, ushuhuda wa Kristo, na pia kukombolewa kwa damu na sadaka ya Kristo. Hayo ndio matunda yakiwamo ulimwenguni kote, mamilioni na pengine mabilioni ya watu, na wengi wa awali zaidi kitambo awali. Maandiko yanasema na roho wa Bwana atakaa juu yake. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema ya kwamba huyu ambaye ni mwana wa Daudi si mwingine ni Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba roho wa Bwana atakaa juu yake. Maandiko yanasema wakati punde tu Yesu amebatizwa na Yohana Mbatizaji, wakati Yesu alienda kule mtoni Yordani akitaka abatizwe na Yohana Mbatizaji, kwanza Yohana Mbatizaji alimkatalia, lakini Yesu akamwambia kwamba ni vema ukanibatize tukatimize haki yote ya Mungu. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Kristo akaingia mtoni Yordani akabatizwa na Yohana Mbatizaji, na punde tu Yesu Kristo amebatizwa na Yohana Mbatizaji, maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba roho wa Mungu akaingia ndani yake Yesu Kristo, roho wa Bwana akawa juu yake Yesu Kristo. Ndivyo maandiko ya Mungu yanavyosema. Tunaposoma katika Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 4, tunaona ya kwamba kuanzia aya kwanza, Kristo akaelekezwa kule nyikani kwa siku 40, hakula hakunywa katika saumu ya siku 40, na roho wa Bwana alimwelekeza kule, na Yesu akajaribiwa, Yesu Kristo akajaribiwa na Ibilisi siku nyingi hizo 40. Bwana Mungu apewe sifa sana. Punde tu Yesu Kristo amebatizwa, haleluya, roho wa Bwana akawa juu ya Kristo. Ndivyo maandiko yanasema ya kwamba katika Isaya sura hiyo ya 61 tunaona maandiko yakisema vyema ya kwamba kuhusu roho wa Bwana ambaye alikuwa juu ya Kristo. Katika sura 61 ya Isaya inasema roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Kristo akamwagiwa mafuta ama Roho Mtakatifu wa Mungu ili ya kwamba awahubiri wale wanyenyekevu habari njema, and that is the good news that Jesus brought to the earth. Bwana Mungu apewe sifa sana. Akasema amenituma ili kuwa waganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kuitenda huko duniani,
kuhubiri akiwa ni shahidi ambaye ni mwaminifu. Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza inasema ya kwamba yeye ndiye shahidi mwaminifu, na akawa shahidi mwaminifu kwa kuhubiri habari njema, the good news of the kingdom of God. Akaweza kutangaza mateka wawekwe huru, wale wamefungwa na pepo wachafu wawekwe huru, na aliwaweka huru wengi sana. Tunaposoma katika Injili ya Mathayo mtakatifu mlango wa 10, Kristo akasema ya kwamba enendeni mkahubiri na kufukuza pepo wachafu na kuwaponya magonjwa na maradhi ya kila aina. Bwana Mungu apewe sifa sana. Ni Kristo pia aliweza kuwamwagia mafuta ama Roho Mtakatifu wale mitume 12. Tunaposoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 kuanzia sura ya 2 kuanzia ya kwanza, katika siku ya Pentekoste Roho wa Mungu Mtakatifu akashuka kwa nguvu sana, kwa kishindo kikuu, na akajaza wale mitume 12. Maandiko yanasema wakati ulipotimia wa siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja wale waumini wa Kristo. Kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mvumo wa upepo mkali ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto wakalia wale mitume na waaminio kila mmoja wao. Wote wakajazwa kwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha mpya kama Roho Mtakatifu alivyowajalia. Bwana Mungu apewe sifa sana. Kristo alipojazwa kwa Roho Mtakatifu, punde tu amebatizwa katika mto Yordani, akaendelea kuhubiri habari njema na kuwatangazia watu habari njema ya kufunguliwa. Wale waliofungwa akawafungua, walio na maradhi na magonjwa ya kila aina akawaponya. Haleluya, akawaweka huru. Na hapa tunaambiwa ya kwamba hawa roho saba wa Mungu, tunapoelezwa katika Isaya mlango wa 11 ya kwamba na Roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho wa Bwana Mungu alikaa juu ya Yesu Kristo, ili ya kwamba kumwezesha kuwa na nguvu za kuhubiri injili njema, hata anapopingwa na wale Mafarisayo, Masadukayo, makuhani, waandishi na wengineo. Akaendelea kwa hima kuhubiri habari njema, akawa akiendelea kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, sababu Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Tunaelezwa pia na roho wa hekima na ufahamu. Roho wa hekima na ufahamu. Hapa tuko pia katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 2. Hapa ndipo tunaelezwa kwamba Bwana Kristo aliposema ya kwamba waraka huu uandikiwe kanisa la Sardis. Bwana Mungu apewe sifa sana. Ufunuo wa Yohana mlango huu ambao ni wa 3. Bwana Mungu asifiwe sana. Ni katika kanisa la Sardi, anasema ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye aliye na wale roho saba wa Mungu na zile nyota saba. Tunaelezwa pia katika katika Isaya mlango wa 11 ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Ndiye Kristo ambaye alituma waraka huu uandikiwe kanisa hilo la Sardi, ya kwamba yumo na wale roho saba wa Mungu. Roho wa kwanza ni Roho wa Bwana ambaye alimwezesha Kristo kuhubiri habari njema ya wokovu, kutenda ishara na maajabu na miujiza mengi kwa nguvu za Roho wa Mungu. Amen. Na pia tunaelezwa kwa pili ya kwamba Roho wa hekima na ufahamu, alikuwa na roho wa hekima na ufahamu. Hallelujah, the spirit of wisdom and understanding. Bwana Mungu apewe sifa sana. Huyo pia ndiye anagawia watu haya mambo yote. Yeyote ambaye amekubali na kutii injili ya Kristo anapewa huyo Roho wa Bwana, sababu alisema kwamba sitawaacha kama watoto yatima, bali nitamwachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana. Kristo alikuwa na Roho wa Bwana kwa kutenda kazi njema ya injili humu duniani, na huyo Roho wa Bwana kwa hakika ndiye anapatiwa wale ambao wanakombolewa kwa Kristo, wanamwamini Kristo, kama vile tunavyosoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 kuanzia kwanza, ya kwamba katika siku ya Pentekoste ilipotimia, baada ya Kristo kupaa mbinguni, basi
akamwagia Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha mpya. Hata siku za leo maandiko yanasema wanaomwagiwa Roho Mtakatifu wale waumini wa Kristo ambao wanatubu dhambi zao na kuokolewa kwa damu ya Kristo, wanakubali Injili na kumtii Bwana, wanakuwa na kupewa Roho wa Bwana. Bwana Mungu apewe sifa sana. Kwa pili tunaona kwamba Roho pia alikuwa wa hekima na ufahamu ambao alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Hata siku za leo tunaona kwamba walio na hekima nyingi kama Suleimani, basi hekima inapatianwa na Bwana ambaye ni Kristo, ambaye maandiko yanasema katika waraka kwa Kolosai mlango wa 2 aya 3 ya kwamba all the treasures of wisdom and understanding, wisdom and knowledge are in Christ. Yeye ndiye anapatiana roho wa hekima, anapatiana roho wa ufahamu, sababu anao kwa wingi. Na pia katika nambari 4 ya kwamba roho wa ushauri na uweza, the spirit of counsel and might. Bwana Mungu apewe sifa sana. The spirit of counsel and might, Bwana Yesu alikuwa nao na pia anao, sababu Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema ya kwamba na roho wa maarifa na kumcha Bwana, hao wametimia nambari ya 7 ya kwamba ni roho wa maarifa na kumcha Bwana. Hallelujah. The spirit of knowledge and the fear of the Lord. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hapo tunaona ya kwamba na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kristo katika injili yake humu duniani ilikuwa ni kumcha Bwana. Wakati mwingine kwa wingi alikuwa kesha na kuomba pale katika mlima wa Mizeituni, akimcha Mungu, akihubiri. Basi hima yake ama juhudi yake haikuwa ya kukusanya mali nyingi ama pesa nyingi ama mashamba mengi ili akuwe tajiri, sababu yeye ndiye mwenyezi wa hayo, bali alikuwa akimcha Mungu, akihubiri habari njema. Basi yametimia roho hao 7. Ndivyo anasema katika Ufunuo Yohana ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye ambaye ni mwana wa Mungu. Bwana Mungu apewe sifa sana. Ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye aliye na hao roho 7 wa Mungu. Hao tumeona ni roho wa gani? 7 wa Mungu tumeelezwa vyema katika Isaya sura ya 11. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na wale roho 7 na zile nyota 7, ameshikilia zile nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Je, na wale nyota 7 tunauliza ni akina nani? Tunaona katika Ufunuo Yohana mlango wa 5 kuanzia 12 ikisema ya kwamba wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo. Bwana Mungu apewe sifa sana. Aliyechinjwa anastahili mwana kondoo wa Mungu kupokea uweza. Uweza ni nyota moja ambayo Bwana anapatiana uwezo wa kutenda mambo yaliyo sawa, yaliyo hekima, yaliyo na uweza. Roho kwanza, nyota ya kwanza ni uweza na utajiri. Kristo ana utajiri wote duniani kote, sababu yeye akiwa ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, basi utajiri wote wa dunia ni wake. Ya tatu ni hekima, kama aliyopatia yule Suleimani. Ndiyo nyota ya 3 tunaona kwamba ameshikilia katika mkono wake wa kuume, na nguvu kama zile alipatia Samsoni, hata akamaliza Wafilisti wengi ambao walikuwa ni maadui wa Israeli. Bwana Mungu apewe sifa sana. Anasema na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Hizo ni nyota 7 ambazo ameshikilia kwa mkono wake wa kuume, yule ambaye ni Kristo, ambaye amesema waraka huu andikiwe kanisa hili la Sardi. Anasema ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye aliye na hao roho 7 wa Mungu na zile nyota 7. Najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa uko hai, lakini wewe umekufa. Haleluya. Hili ni jambo la kusikitisha sana, ambalo si la kupendeza. Anasema katika kanisa hili la Sardi ya kwamba anajua matendo ya kila moja. Anasema anajua matendo ya kila moja, wawe ni wachanga ama ni wazee, kina mama, wawe ni jenzi. Anajua matendo ya wote walioko duniani kote. Na anajua matendo yako yakiwa mema, na anajua yakiwa mabaya, na anajua.
ya kuwa una jina ya kuwa uko hai, lakini wewe umekufa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Watu wa kanisa hili wakakemewa na Bwana ya kwamba matendo yao yalionekana ya kwamba ni wafu. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na matendo ya wale wafu tunaona katika Ufunuo wa Yohana mlango 21 kuanzia aya 8, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Haya ndiyo mauti ya pili. Haleluya. Maana kanasema ya kwamba matendo hayo ya mtu kuoneshana ya kwamba hayumo uhai ingawaje anatembea. Kwa hiyo fulani ikasema ikaimba ya kwamba wanatembea wakiwa wafu. Haleluya. Matendo ya wafu ni ya kwamba wale waoga, wasioamini, ni matendo hayo mabaya. Wachukizao na wauaji, hayo ni matendo ya wale wafu. Wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Haya ndiyo mauti ya pili. Bwana Mungu apewe sifa sana. Na akasema ya kwamba katika waraka huu wa kanisa la Sardi akasema ya kwamba basi najua matendo yako ya kuwa uko na jina ya kwamba uko hai lakini umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyobakia yako karibu kufa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Hata wanaosikia injili hii sasa, kuna wale wanajua kwamba wako uhai sana katika matendo mema ya haki na utakatifu wa Kristo, ama ni kinyume ya maandiko ya Mungu. Anasema wakaweze kuwa na hima ya kubadilika, wakatubu dhambi zao. Anasema uwe mwenye kukesha na ukayaimarisha mambo yaliyobakia ambayo uko karibu kufa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Uwe wa kukesha kama vile Bwana anavyosema katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 16 ya 15, anasema ya kwamba tazama naja kama mwizi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake asiende uchi, hata watu wasione aibu yake. Anasema heri wale ambao wanakesha. Anasema naja kama mwizi. Mwizi huja wakati hatarajiwi. Huenda kaja mchana ama usiku, wakati ambapo hatarajiwi. Anasema tazama naja kama mwizi. Ndivyo Kristo anavyosema, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake. Mavazi mema, maandiko yanasema ni matendo mema ya wale wenye haki. Hayo ndiyo mavazi mema meupe. Basi anasema ya kwamba uwe mwenye kukesha kwa haki ya Mungu kwa matendo mema, ukayaimarisha mambo yaliyobakia ambayo yako karibu kufa. Maana siku na matendo yako kuwa yametimia mbele ya Mungu wangu. Wanasema wale wenye matendo mabaya kama vile tumesoma, wale wauaji, wazenefu, waongo, wale ambao ni wa vita, chuki, waabudu sanamu, wale warogi na wachawi. Basi maandiko wanasema ya kwamba wakatubu dhambi zao. Maana siku na matendo yako kuwa yametimia mbele ya Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Basi wengi wamesikia injili hii katika runinga, redioni, katika krusedi, makanisani. Je, wametimiza ama la hasha? Basi anasema yashike hayo ambayo umeyasikia na kutubu. Basi usipokesha, nitakuja kama mwizi kwako, wala hutajua saa ambapo nitakapokuja. Haleluya. Anasema basi tobu dhambi zako. Kama hutatobu, yuaja kama mwizi, wala hutajua wakati ambapo Bwana yuaja kwako. Anasema ya kwamba lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao wataenenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake. Bwana Mungu apewe sifa sana, kwa kuwa wamestahili. Anasema Bwana ya kwamba wale ambao wametubu dhambi zao wakaoshwa kwa damu na sadaka ya Kristo, kama vile maandiko yamesema katika Injili ya Marko mtakatifu mlango wa 16 aya 15, ya kwamba aliambia mitume, enendeni kote ulimwenguni mkahubiri habari njema, atakayeamini na kubatizwa, akitubu na kubatizwa ataokolewa, atakayekataa kuamini, hukumu ya Mungu itakuwa juu yake. Bwana Mungu apewe sifa sana.
wala si mapenzi ya Mungu kwa hukumu yeyote ulimwenguni kote. Mapenzi yake ni kuokoa na kubariki na kudumisha katika neema yake na baraka zake. Hivyo akasema Kristo akapatia the Great Commission wale mitume 12 katika Injili ya Marko mtakatifu mlango wa 16 aya hiyo ya 15. Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili njema kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hawao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hazitawadhuru, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapona. Bwana Yesu akasema kwamba Injili hii ihubiriwe kote ulimwenguni, na ndivyo anasema katika mlango huu wa 3 wa Ufunuo wa Yohana, katika waraka huu wa kanisa la Sardi. Anasema ya kwamba lakini unayo majina machache katika kanisa hilo la Sardi, watu wasioyatima mavazi yao chafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Ni wachache ulimwenguni kote ambao wanaweza ambiwa kwamba wamestahili mbele ya Bwana, ya kwamba si waongo, si wauaji, si wazenepo, si warogi, si wachawi, si waoga na mambo mengine. Lakini anasema wale ambao wametimiza haki na utakatifu wa Mungu, anasema ya kwamba wataenenda pamoja na Bwana hali wamevaa mavazi meupe, ambayo ni matendo mema ya wale wenye haki, kwa kuwa wamestahili. Je, utakuwa katika hesabu hiyo ya kutembea pamoja na Bwana Kristo ukiwa na mavazi meupe na ndiyo matendo mema ya wale wenye haki? Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Haleluya! Nami nitalikiri jina lake mbele ya Mungu Baba yangu na mbele ya malaika wake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho Mtakatifu ayaambia makanisa. Haleluya! Anasema ya kwamba karama ama mshahara, baraka ambazo atapatia wale waaminio kwa jina lake na kushika neno lake, anasema ya kwamba yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, atatembea na Bwana mavazi meupe, wala hatafutwa jina lake kamwe katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake watakatifu. Haleluya! Je, ungependa kutembea na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, ili hali umevalishwa mavazi meupe? Ndio matendo mema ya wale wenye haki. Dumisha neno la Mungu moyoni mwako kwa kuendelea kukiri jina la Yesu. Maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana mlango huo wa 12 ya kwamba wale waaminio wakashinda kwa ajili ya damu ya mwana kondoo Mungu Kristo na kwa ajili ya ushuhuda wa vinywa vyao. Haleluya! Ndivyo maandiko yanasema ya kwamba wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 ya kwamba katika siku hiyo ya kiyama ya hukumu kutafunguliwa vitabu, ndivyo ambavyo vina yale matendo ya kila mmoja ambaye ashazaliwa duniani humo, na matendo yake yakiwa mema ama mabaya. Pia kuna kitabu kingine ambacho ni cha uzima, na ndivyo maandiko yanasema ya kwamba yeyote ambaye hatapatikana jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima atatupwa katika ziwa liwakalo moto wa milele, ya kwamba hayo ndiyo mauti ya pili. Basi ndivyo maandiko yanasema ya kwamba Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 aya 15, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima atatupwa katika ziwa la moto wa milele. Naamini ya kwamba upendi mambo ya hayo kama hayo kutupwa katika ziwa la moto, lakini ni kwa wale wasiotobo, kwa wale wauaji, warogi, wachawi, washirikina, waabudu sanamu. Hao ndio maandiko yanasema sehemu yao ni katika ziwa la moto. Anasema ya kwamba yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho Mtakatifu ayaambia makanisa. Bwana Mungu apewe sifa sana. Kwa kutamatisha, nakupa moto huu, mwito wa kusema ya kwamba ukiri jina la Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme,
na ataweza kukurehemu, atakukomboa, atakuokoa kokote uliko. Ukitaka kukiri jina la Yesu, karibu hapa tuweze kutamatisha kwa neno la maombi, na Mungu wetu wazidi kukubarikia hiyo neema kwa jina kuu la Kristo. Ama kokote uliko unataka kukiri jina la Yesu, sema tu: Bwana Yesu, naja mbele yako, mimi ni mwenye dhambi, nikizungama dhambi zangu unioshe kwa damu na sadaka ya msalabani. Kristo Yesu mwana wa Mungu, nikumbuke katika kitabu cha uzima, utakaporudi kwa mara ya pili, kumbuke katika ufalme wako, kwa jina la Yesu naamini. Asante Mungu Baba kwa yeyote ambaye amerudia haya maombi kwa mara ya kwanza, kiomba kwamba neema yako imjalie kwa Roho wako Mtakatifu, kamjazi kumbuka katika ufalme wako wa milele. Asante, kiomba kwamba amani yako na baraka zidi kuwa pamoja na watu wako, kwa jina kuu la Kristo tunaamini, amen. Bwana Yesu azidi kukubariki sana.